Nitaendelea kusoma hapo mstari wa 4. Angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemedali kwa kabila za watu. Mstari wa 5. Sasa sikiliza hicho. Ni watu tu waliopatana na Mungu wanaweza akifanya hiki. Sikiliza mstari wa 5. Niliupenda sana, nilifurahia sana, na Roho Mtakatifu alinifundisha kitu cha ajabu sana. Sikiliza mstari wa 5, anasema hivi: tazama, utaita taifa usilolijua, na taifa lisilokujua wewe litakukimbilia. Kilinifurahisha kitabu hiki. Andiko hili linipa furaha ndani ya moyo wangu. Roho Mtakatifu akaniambia watu waliopatana na Mungu, kukiwa na patano kati ya mwanadamu na Mungu, ataita Bwana Yesu asiwe sana. Ataita taifa asilolijua, na lisilomjua litamkimbilia. Sijui kama unapata pointi. Unajua Roho Mtakatifu anazungumza kitu pale, ya kwamba utaita watu wasiokujua na usiowajua, halafu ataitikia mwito wako. Watasikia, watakaa chini, fulani anasema nini. Baada ya kuwa na patano kati yako na Mungu, baada ya kuwa na patano kati yako na Bwana, atasema litakukimbilia. Sio litakutembelea, litakukimbilia. Maana yake nini? Kama ni mafanikio utayaita, atakuja. Kama ni baraka utazisemesha, itakuja. Kama ni amani utaisemesha, itakuja. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu hawajawahi kujua furaha katika maisha yako toka wazaliwe. Hawajawahi kujua furaha ikoje. Anasema sasa, ikiwa agano lako litakuwa imara kati yako na Mungu, furaha utaita, itaitika, itakusogelea. Kuna watu amani hawana maisha yao yote, toka kwenye ndoa, toka waoane, hawana amani. Agano lako na Mungu likuwa imara, utaita amani kwenye ndoa yako, itakuja. Hakuna faida kwenye biashara yako kama agano lako na Mungu liko imara, utaita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Utaita nini?